Ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu Waislamu wa Tanzania na wasiokuwa Waislamu kwa ujumla, leo hii hapa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, tupo hapa kwa lengo la kuizungumza kwa ufasaha zaidi na kwa kuelimisha jamii yetu zaidi nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, ambaye ni nguzo ya zaka, na katika anwani ya kwamba ni nafasi ya zaka katika kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na vilevile uchumi wa jamii. Nafahamu kwamba zaka kwa utaratibu wa Uislamu jinsi ulivyoweka ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikanyanyua haraka sana ama kuondoa kabisa yani umaskini na vilevile kunyanyua uchumi wa kila mtu. Kwa hiyo zaka kuzungumzwa katika sura hii ni muhimu sana, kwa sababu utaratibu wa zaka ama zaka kama zaka imekaa katika maeneo mengi sana. Kuna maeneo ya vitu vya thamani, dhahabu na fedha, na kuna maeneo ya bidhaa za biashara, na kuna maeneo ya mazao, na kuna maeneo ya ufugaji wa nyama. Kwa hiyo maeneo haya ndio maeneo ambayo wanadamu wote wamegawika huko: madini, kwenye masuala ya biashara, swala la kilimo na swala la wanyama. Sasa kama zaka itatolewa vizuri na zaka itakusanywa kwa wenye uwezo na kurejeshwa kwa watu ambao hawasiokuwa na uwezo, tunaweza jamii kubwa sana na ikasaidia jamii kubwa zaidi katika kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa kijamii. Hiyo ndio falsafa ya zaka katika Uislamu, na leo hii ndio jambo hili tunalizindua na tunalihimiza leo na tunalizungumza katika upana kwa Waislamu na kwa wasiokuwa Waislamu katika nchi yetu. Lengo ni kunyanyua uchumi wa taifa letu na jamii yetu. Ambao labda hawajajitokeza hapa, lakini bado tuliwatangazia na tuliwaeleza, na tunaamini vyombo vyetu vya habari vilivyopo hapa vinapeleka taarifa hii ulimwengu mzima. Kwa hiyo ni kwa kila yoyote ambaye anaizungumza lugha ya Kiswahili, sawasawa Tanzania, Afrika Mashariki na Kati au ulimwenguni kote, na kwamba leo atakuwa tayari taarifa zinampata, na nadhani vile vile atakuwa amejiandaa hata wakati wa maswali yakiulizwa, watakuwa patahitajika vile vile wanaweza wakapata fursa wakauliza maswali na wakapata majibu hata kama hawapo katika ukumbi huu. Mimi ninaitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga. Naitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, au usema rais wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama. Ndugu zangu katika imani, maudhui ya jambo letu hili kama lilivyo ni az-zaka wa tanmiyati al-iqtisadiyya. Zaka ikipelekwa katika kuonyesha jinsi gani ya kuwakuza watu katika kiuchumi, kwa mtu mmoja mmoja, fard au mujtama ama jamii, umma. Leo hii tumekutana katika viwanja vya mwezi wa Ramadhani wenye baraka chini ya kivuli cha Hayatul Ulama al-Muslimin Tanzania, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu. Lengo kubwa kama nilivyosema ni kushidisha na kuidiriki hii nguzo kubwa, nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo za Uislamu, na nguzo ambayo ifahamike sio kama ni pesa tu au kama mfano wa kodi imetolewa, bali nguzo hii ni muharrik tanmawi, ni dynamo, ni mtambo wa kuzungusha uchumi uliokamilika kwa mtu mmoja mmoja, vile vile katika umma ama kwa umma. Jambo la kwanza tufahamu katika swala hili umuhimu wa hii zaka kama ni al-mandhuru tanmawi. Zaka ni jicho la kukuza uchumi. Zaka ni jicho la kukuza uchumi. Zaka katika Uislamu ndicho chombo kikubwa kuliko vyombo vyote, ambayo kazi yake kubwa sana ni atawazun ijtimai,
kuweka mizani ya sawasawa ya kijamii au katika jamii ya Kiislamu ama jamii yoyote ile ambayo kama watataka kwenda katika utaratibu huu. Zaka lengo lake si kumlisha masikini tu mwenye njaa ale, isipokuwa lengo kubwa la Mwenyezi Mungu katika zaka ni kwenda kumtajirisha aliyokosa fakiri na kumtoa katika eneo la kuombaomba na kutafuta na aingie katika eneo la kuzalisha na la kukuza, jambo ambalo linaweka harakati ya kutikisa na kukuza au na kukuza harakati za kiuchumi. Zaka ndiyo peke yake ambayo kinyume chake inaweza ikamaliza kabisa, si kupunguza tu. Kama inatekelezwa sawasawa, ina uwezo wa kumaliza ile hali ya arrukudu walbatala, hali ya kutokosa ajira na hali ya kubweteka, kutokuwa na kazi. Ni zaka peke yake ndiyo yenye uwezo wa namna hiyo au kufanya hayo. Ndiyo maana mashekhe watakuzungumzieni, mimi naweka misingi tu tujue kwa nini hii zaka. Aina ambazo Uislamu umeweka katika zaka, kuna zaka wanasema zakatu naqdaini, zaka za hizi fedha mbili za thamani, dhahabu na fedha. Kuna zaka za urudhu tijara, bidhaa ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna zaka za wanyama na mazao, na kuna zaka za rakaiz wal maadi, mali iliyookotwa, iliyofukuliwa, ina zaka zake na madini. Ukichunguza hapa utaona maeneo haya ndiyo maeneo ya utajiri na ndiyo maeneo ya kutafuta na kupata. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka hapo itolewe zaka ili utajiri huu waenee watu wengine wote. Jambo la tatu, zaka ina athari kubwa sana katika jamii. Tumesema ina athari ya alfard wal mujtama, kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii. Kwa sababu gani? Huyu mutasaddiq, mtoaji zaka, yeye kazi yake kubwa anayofanya au itamfanyia ile zaka ni tughratul malihi min ashubuhati, kuisafisha mali yake na shubuhati. Shubuhati maana ni mtu unaishi na mali, alafu mali hiyo ndani yake kuna fungu si lako, unaishi nalo mpaka unakufa na fungu ambalo si lako humo. Sasa ili kusafisha hii shubha ya kuwa na mali ambayo si yako, inasafishwa na zaka ili inayobakia iwe ni yako. Lakini vile vile kwa huyu mtoaji, zaka inamsafisha kutokana na ubahili, na vile vile zaka hii inaweka baraka na inaweka nama fi rizqihi, yani inakuza na inaongeza kitu katika riziki yake. Hiyo ni mtu mmoja, ni faida hizo ambazo anazipata katika zaka. Narudia tena, kwa nini wanazuoni wameamua mwaka huu na muda huu waizungumze zaka? Lakini kwa upande wa jamii, zaka hii faida zake na umuhimu wake unajikita katika ile wanachosema wanazuoni taqlilul fajwa, kupunguza ombwe kati ya tabaka, baina ya tabaka, kupunguza ombwe kati ya tabaka za yale wenye nacho na wale ambao hawana. Tunapunguza kule kupata,
si maana yake aliyokosa atapata sana, lakini atapata, na yule alionacho si maana yake atapungukiwa sana, hapungukiwi. Vile vile zaka imekuwa na umuhimu wa kuongeza mitaji katika miradi midogo midogo, ambayo miradi hiyo midogo ndiyo huwa ni chanzo cha kukuza uchumi katika jamii yoyote. Uchumi unakuzwa kutokana na miradi midogo midogo, tunaanzia huko. Zaka ni umuhimu wake unajikita hapo, na ndio maana Allah akasema katika Qur'an Hasri 7, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabni sabil kay la yakun dulatan baina al-aghniyai minkum wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu. Aya hii Allah amezungumzia mali inayokusanywa katika faida na kadhalika. Mali hizi Allah ameigawa, kuna fungu la Mwenyezi Mungu, la mtume, watu wa karibu na mtume, mayatima, mayatima, maskini na ibn sabil, watu ambao ni wasafiri walio katika njia. Allah anasema kwa nini Allah kafanya hivyo? Anasema kaila yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum. Huu ndio utaratibu wa Allah na mpango wa Allah. Hii mali isiwe dulatan, kwamba imerindikwa ama inazunguka kati ya wale matajiri au wenye nacho miongoni mwa nyinyi. Allah anataka kwa kutumia zaka vile mali izunguke, itoke kwa wasiokuwa walio nacho, iende kwa wasio nacho, na hao wapande na wazunguke wengine. Huu ndio utaratibu wa zaka kwa mujibu wa aya ya Mwenyezi Mungu Suratul Hashr aya namba 7. Sasa baada ya kufahamu hayo, kuna wito. Haya ulama, umoja wa wanazuoni unatoa wito kwa wanaotusikiliza hivi sasa na wanaotutazama ulimwengu mzima, kwamba wito huu tunasema ni kwamba ndugu zangu wafanya biashara na wale wanaomiliki mali sawa sawa nchini kwetu na hao wengine, zaka yenu mnayoitoa ni haki maalum na ni fungu maalum lisaili wal mahrum. Anapewa mtu ambaye aliyonyimwa na atakaiomba katika utaratibu wa sheria jinsi ulivyo. Ninyi wafanyabiashara na wenye kumiliki mali, na ninaposema wanaomiliki mali katika mtazamo wa Kiislamu, sawa sawa mali, sawa sawa biashara, sawa sawa mifugo, sawa sawa wanyama, kutoa hii zaka siyo fadla au thamani ihsan, laysa tafadula, sio ihsani hii kutoa zaka, sio ihsani, bali ni wajibu wenu kufanya hivyo kwa faida zenu. Na kwa kutoa zaka maana yake mnajenga mustakbali wa kiuchumi kwa watoto zenu na kwa vizazi vyenu. Allah katika kuitekeleza zaka, katika kuitekeleza amana hii, chukueni fursa ya mwezi mtukufu huu kuwaidhika na kuyasikiliza haya na kuyatekeleza baada yake. Ndugu zangu katika imani, zaka inatakiwa itumike na ifanye kazi katika mengi sana. Kabla sijaondoka hapa, natoa changamoto na wito rasmi kama mwenyekiti wa ulama, wanawazuoni wakae na wafikiri na waumize akili zao katika kutuletea majibu ya jinsi gani zaka inaweza ikatumika katika mambo yafuatayo au kama yafuatayo. Nasema hivi kwa sababu ninafahamu na wanazuoni wanajua kwamba
kuna taratibu za zaka, lakini bado mlango wa kuangalia jambo, mlango wa kuangalia makasidi sharia kwa mujibu wa kwamba tusitoke katika sheria. Natoa changamoto hii kwa wanazuoni na kuwaomba, na wapo hapa wazito ninawaona miongoni mwa hao watakaozungumza mada hii, vile vile baadaye, si leo, wakae katika vikao vyao maalum, wajifungie baada ya miezi 6 ama mwaka mzima katika klabu yao ya fikhi, watuletee jambo ambalo. Natoa changamoto hiyo haraka. Moja, tamliki. Nikisema tamliki, fikra imejengeka vipi? Ni kwamba badala ya kuitoa zaka kwa fakiri, kumpa pesa fulani ambazo siku ya kwanza ya pili kamaliza, tunaangalia au waangalia wanazuoni namna ya kuitumia zaka katika fungu au katika moja ya mafungu ya zaka, labda kuwawezesha wasiokuwa na uwezo ili kubadilisha nguvu waliokuwa nayo iende katika intaji, katika uzalishaji. Wanazuoni wanafahamu wenyewe, niwaambie katika lugha yao, tunakhtarifu sarf sahmi min az-zaka li shirai adawat bihadafi tahwili min al-ahd ila au min al-akhdhi ila al-intaj. Hiyo moja ni tamliki, kummilikisha mtu uwezo wa kunyanyuka. Watufikirie namna gani zaka inaweza ikafanya kazi upande huo. Na pili, wanazuoni tunaomba kwa kupitia kikao hichi, jambo la pili, namna gani zaka inaweza ikatumika katika taasisi Sanadiki al-Qard al-Hasan, kuanzisha mifuko ya mikopo ya kheri. Maana yake tunatafuta mbinu katika fungu misami, katika fungu la al-gharimina, wale wenye madai, wenye madeni wanaodaiwa. Fikra ile inajikita kwamba ni kuhusisha kupanga sehemu ya zaka za mali chini ya kifungu cha wale wanaodaiwa al-gharimia na kifungu cha fi sabilillah, ili kuanzisha mifuko ya mikopo mizuri. Lengo ni kuwahami vijana wa Kiislamu kutokana na mikopo ya kiriba. Sio swala jepesi tu, nahitaji pepa, wanazuoni watafiti waje watupe majibu. Inshallah, labda muda fulani watatuambia wako tayari, watatuita kuja kutuambia wanaliona vipi hilo. La tatu, eneo la tatu ni atadribu mihani, kuwapa utaalamu na kuwazoesha na kuwapa utaalamu vijana. Fikra ikoje? Hivi inawezekana, inajuzu kutumia katika mali ya zaka katika programu za kiufundi na za kitaalamu kwa vijana wetu. Lengo zuri ni kwamba vijana huyu katika fani mbalimbali, utaalamu wa kilimo, utaalamu wa ufundi fulani, kwa lengo huyu ule utaalamu wake zaka imsaidie kumpa utaalamu, aje autumie iwe ni chanzo cha kipato kwake yeye. Je, hali hii iko vipi? Hilo nimetoa vile wanazuoni watakuwa wamelipokea. Hali yajuzu sarfu alikamwili barani jitadiridia, inajuzu, wataangalia, watakwambia sio leo, lakini kazi tulishawapa. Lakini vile vile tuangalie jambo la 4, arabtu rakami, katika kukusanya zaka na kuzigawa, ile nasema zakat synthesis. Kuna haja ya kufikiria namna ya kuweka hili ili kuwa kuna nidhamu kati labda wanazuoni hayatul ulama, labda kama vile kuna wataalamu TAMPRO na wengineo, na vyombo vya fedha na mitandao na kadhalika, ili kuweka utaratibu wa kitaalamu wa namna ya kuikusanya zaka na namna ya kuigawa. Kwa hii mtindo wa kileo wanasema zakat fintech. Nafahamu namna hiyo. Fikra ni hiyo tu, ni kuweka utaratibu maalum wa kuweza urahisi wa kuitambua zaka na urahisi wa kuikusanya na urahisi wa kuitumia. Namba ya 5 katika jambo ambalo wanazuoni waliangalie ni az-zakat wa da'am al-amn al-ghidha'i al-mahalli. Waangalie ni jinsi gani zaka inaweza ikatoa msukumo na mchango katika al-amn al-ghidha'i al-mahalli, kuwa na salama na kujihakikishia kuwa na chakula katika eneo maalum.
jinsi gani zaka inaweza ikafanya kazi katika amni ghidhai, yani kuwa na amana, kujihakikishia kuwa na stock ya chakula ya pahala mahali palipohusika kwa zaka. Kuangalia wanazuoni inawezekana kama vipi, kwa sababu kuna zaka za mazao, kuna zaka za mifugo na kadhalika. Hii fikra yake ni vipi? Ni kuielekeza zaka ya shuruu makanani, kuangalia katika zaka ya mazao na zaka ya wanyama katika kuhakikisha jambo hili kwamba linatimia. Lengo ni kuwapa nguvu da'ami muzariina almuslimin, wale wakulima na wafugaji wa Kiislamu wapate nguvu katika udogo wao, badala ya kuwa na fikra eti tukawape samadi, tukawape pembejeo, tukawape mbegu. Tuwawekee amani na salama na uhakika wa chakula kuwepo, lakini chakula hichi ambacho ndio mbegu, ndio kila kitu katika uzalishaji wao kwa kutumia zaka. Na leo tumesema ni al-iktifau dhati limtama al-muslim. Tunataka tufikie maana kwamba jamii ya Kiislamu inajitosheleza na inajitegemea, ili yeye akasaidia na jamii nyingine. Na vile vile hii inaleta harakati na inanyanyua kitengo cha ziraa, kitengo cha kilimo katika zaka. Hayo mambo wanazuoni wamesikia, na nitakabidhi kwa heshima na taadhima kwao wakafanyia kazi katika vikao vyao vya al-Muntada al-Fiqhi. Na mlezi wa Muntada al-Fiqhi Sheikh Abdallah Bawaziri Mkongo huyu yupo hapa na anasikia, na nitamkabidhi yeye. Mwenyekiti wa fatwa ya Hay'atul Ulama Sheikh Taha Bani ana dharura, ilikuwa yupo vile vile, tutamkabidhi na jopo lao watafanya kazi hii kwa faida ya umma wa Kiislamu. Sasa kuna maswali kwa watu wengine wote waliokuja hapa. Jambo la kwanza, swali la kwanza kila mmoja ajiulize, alafu atujibu mwenyewe, alafu majibu yatapatikana wakati wote. Swali la kwanza, nasema haraka haraka maswali 7. Swali la kwanza, hivi zaka ni ihsani? Hivi zaka ni ihsani ya kutolewa tu mara moja tu, au zaka ni mpango wa kiutekelezaji wa mwaka ili kumaliza umaskini? Kila mtu ajibu swali hilo katika atakavyoona. Swali la pili, hivi kama kila mfanyabiashara na mwenye uwezo Muislamu katika miji yetu hii, endapo ametoa zaka yake, hivi atabakia au ataonwa maskini mmoja anaomba? Swali hili la pili, jibu mnalo nyinyi. Swali la tatu, hivi ubora uko wapi? Ubora uko wapi katika mizani ya kukuza uchumi? Ni kumpa maskini chakula cha mara moja, au ni kummilikisha uwezo utamwezesha umri wake wote? Ubora uko wapi hapo? Kila mmoja akajibu swali hilo kama Muislamu. Swali la 4, ni jambo gani ambalo lina hatari kubwa sana kwa huyu anayemiliki pesa, anayemiliki uwezo wa kutoa zaka? Nipi hatari kubwa zaidi katika mambo mawili? Hatari ya kwanza, kupoteza sehemu ya mali yake kutoa zaka, au kubakia hivyo hivyo na haki ya yule fakiri asimpe, alafu akaja akachomwa na mali yake siku ya Kiyama. Lipi bora? Kila mtu akajiuliza hilo. Swali la 5, hebu fikiria kwamba mali ya zaka ambayo unayoitoa leo ndiyo ambayo itabakia na wewe na kukulinda siku ya Kiyama. Sasa unapendaje kivuli chako ambacho utavikwa na kivuli cha zaka siku ya Kiyama, unapenda kiwe namna gani? Swali la 6, sisi wa Tanzania na wengine wengi tu tupo katika mji una utajiri wa mazao, una utajiri wa madini, una utajiri wa kila kitu, vitu vingi Allah ametupa. Sasa vipi tujalie zaka ya mazao, zaka ya wanyama, kwamba hii sasa tuanze kuifikiria vizuri, iwe ndio dynamo, ile mashine ya kukuza uchumi. Jingine tunamalizia sasa, tunaweza tufanyeje tutengeneze daraja kati ya watu wenye elimu na kati ya wale wenye uwezo, ili washirikiane pamoja
katika hali ya kuendesha mbele gurudumu la zaka, ili tufikie mahala ya kutoka katika omba na katika udhalili, wakati utajiri tunao na ni utajiri ambao umeenea katika maeneo yote katika nchi yetu hii. Ndugu zangu, nisikuchosheni, nimezungumza haya kwa urefu kidogo. Lengo ni jibu swali kwamba kwa nini wanawazuoni wameamua kuzungumza zaka, na insha Allah taala wazungumzaji wa zaka wataalamu wapo, watazungumza. Nadhani wasikilizeni vizuri, na wote wa nje huko inshallah wawe tayari watusikilize vizuri. Tutoke hapa kwamba sasa umaskini tunasema bye bye, kwa sharti la kutekeleza takwa la Mwenyezi Mungu kwa kupitia nguzo ya tatu miongoni ya nguzo za Kiislamu. Ndugu zangu, kwanza karibuni sana, na nimefurahi sana watu kuwepo hapa, na msichoke. Tupo katika viwanja ambavyo ni vizuri, viwanja vya kheri, lakini kubwa zaidi kila mmoja atie nia ya kuwepo hapa. Innamal a'malu binniyati. Usije tu kwamba nimekuja, lakini kuwa na nia ya kusikiliza jambo la kheri, mawaidha, maelekezo, nasaha, na vile kuwa katika viwanja vya kheri, ili tuweze kuwa wenye kupata. Na karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Allah atuwafikishe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.